Hehe. Kila moyo unapodunda, unadunda kwenye viwanja. Nikukumbushe tu, weka pause, kunywa maji, alafu kumbuka, hii haina kipengele, labda uje nacho wewe bosi. Kumbuka kushare, kusubscribe, kulike na kucomment. Ukimaliza hapo sasa, kumbatia kodi ya frequency. Ukumbukwe, ni channel namba 1 kwa ubora wa habari za michezo, kujua tetesi za usajili, mahojiano mbalimbali ya wachezaji. Kwa sasa Aziz ni mchezaji tegemeo katika safu ya kati ya Yanga, akicheza nafasi ya namba 6 au defensive midfielder, nafasi ambayo inahitaji nguvu na usahihi mkubwa katika kila uamuzi. Ukimwangalia Aziz ni aina mchezaji ambaye anafanya kazi kubwa kimya lakini kwa ufanisi mkubwa. Ukimwangalia Aziz ni mmoja kati ya wachezaji pia ambaye ana uwezo wa kusoma mchezo kabla haujatokea, na hii inamsaidia kuzuia mashambulizi ya wapinzani, kupiga pasi kwa usahihi mkubwa na kwenda kwa washambuliaji. Sasa swala hili ndilo haswa limemfanya kocha huyu wa Pyramid kuvutiwa na uwezo wa Aziz, kwa sababu ameona hii ni mali kabisa na inaweza ikafaa, kwa maana ya kwamba ukitamani kuwa na namba 6 ambayo imenyoka, haina kipengele, basi hapo unamwongelea Aziz. Umeona bwana? Kwa hiyo ukiangalia kwa namna ambavyo kocha huyu ameonyesha kufanikiwa kumtazama, so alisema kwamba mbali na kuzuia, Aziz pia ana uwezo kuanzisha mashambulizi kutoka katikati, jambo ambalo linaendana na mfumo wa kisasa wa soka, ambapo namba 6 anakuwa sio mchezaji tu wa kukaba, lakini anakuwa meneja wa uwanja wa kati. Simuongelei meneja mwenye tattoo, no, naongelea meneja wa uwanja wa kati, ambapo yeye anahusika kwenye upigaji wa pasi sahihi za kutengeneza mashambulizi. Ina maana hapa ukihitaji namba 6 bora, unamhitaji Aziz Andabwile master. Kocha huyo ameshindwa kabisa kujizuia, kwa sababu amesema amekuwa akimfuatilia Aziz kwa muda mrefu sana, na hizi namna ambazo yeye anaweza kuhandle mchezo vizuri ndio hasa zimemfanya awe anamwangalia kama namba 6 ya kutegemewa. Na zaidi ya yote amesema kwamba Aziz amekuwa muhimili wa mafanikio ya Yanga kwenye mechi za CAF Champions League na Ligi Kuu Tanzania Bara, kwa sababu mara nyingi pia amekuwa mtu sahihi wa kukabiliana na washambuliaji hatari wa timu pinzani. Aziz ana uwezo mkubwa, lakini Aziz ana uwezo mkubwa kwenye sehemu gani? Kwanza kwenye uelewa wa mchezo, kwamba ana ile kitu tunaita game intelligence. Anajua wapi mpira unaenda na jinsi ya kuzuia kabla haujafika. Lakini kitu kingine ni uwezo wa kupiga pasi sahihi. Ukiangalia namna ambavyo Aziz anafanya, ana uwezo wa kuunganisha safu ya ulinzi na kiungo wa mbele ili kuweza kupitisha pasi sahihi. Hajaishia hapo, Aziz ni mmoja kati ya wachezaji ambao ana stamina na nguvu za kutosha, kwamba ana uwezo wa kukimbia dakika zote 90 bila kupoteza nguvu au umakini. Ukiangalia tackling kwa Aziz ndio mahali pake, kwa sababu anajua wakati gani na sehemu sahihi ukabe kwa nguvu na wapi utumie akili. Lakini kitu cha mwisho kuhusiana na Aziz ni namna ambavyo ana uharaka wa kufikiri. Aziz ni mmoja kati ya wachezaji wa Yanga ambaye anaweza kufanya maamuzi ya haraka. Anajua wakati sahihi wa kutoa pasi, wakati wa kukaba, lakini huu ni muda ambao mimi natakiwa nibaki nyuma, lakini pia hapa natakiwa kushambulia. Aziz Andabwile amethibitisha kwamba Tanzania ina wachezaji wakati wenye uwezo wa kimataifa, na ikiwa ataendelea na mwendo huu, basi fahamu tu kwamba Aziz ana nafasi kubwa ya kuwa miongoni mwa viungo bora zaidi kuwahi kutokea nchini Tanzania. Kitu gani unahisi tumekisahau hapo kutoka kwa Aziz? Unaweza kiandika hapo